Ndugu mtazamaji, nichukue nafasi hii ya pekee sana kukaribisha katika programu hii ya leo. Mbele yako ni Cyprian Ninaro. Niko hapa katika Jamhuri ya Watu wa Kenya, nikiwa nimesafiri kutoka kule nchini Tanzania kuonana na ndugu yetu Wycliffe. Tutakuwa katika programu mbalimbali za masomo tutakazozileta juu ya tabia ya Mungu. Nchini Tanzania, miongoni mwa baadhi ya Waadventista, hivi sasa kuna ujumbe wa tabia ya Mungu, na ndiyo neno kuu la mazungumzo. Na tunapozungumza ujumbe wa tabia ya Mungu, baadhi ya walio wengi kimsingi unamgusa Wycliffe, kwa sababu ndiye ambaye amekuwa mstari wa mbele, kama sio mtu wa kwanza. Yumkini wakawepo wengine, hatuwezi kujua, lakini tunapozungumza juu ya mada hii au ujumbe huu wa tabia ya Mungu, kimsingi moja kwa moja unamzungumzia Wycliffe. Sasa tutakuwa hapa na mazungumzo pamoja na yeye yakihusu juu ya ujumbe wa tabia ya Mungu. Kama vile unavyojua, watu wengi bado wako na mengi ambayo wangehitaji kujifunza kutoka katika ujumbe huu. Wakiwepo wale ambao kwa namna moja au nyingine kuna mambo wangetamani kuyaelewa ambayo bado hawajayaelewa, lakini wakiwepo wengine ambao wamekuwa wakisikia tu, hawajapata fursa katika semina mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika kule Songea na zingine ambazo amezifanya pale Dar es Salaam. Kwa hivyo usipoteze fursa hii ambayo tunayo hapa ya kujadili maswali mbalimbali yanayohusu ujumbe wa tabia ya Mungu. Brother Wycliffe, habari ya saizi? Nashukuru. Sawa. Mimi niko mzima. Amina, amina. Bwana yu mwema. Amina sana. Asante. Napenda nikupe nafasi kidogo usalimiane na msikilizaji, kisha tuweze kuendelea. Asante, nashukuru. Kwa watazamaji wa channel hizi za ndugu yetu Cyprian na wote ambao wataweza kupata ujumbe huu katika njia tofauti tofauti, ninawasalimia nyote, hamjambo, na kuwakaribisheni katika mazungumzo haya ambayo yatakuwa ya manufaa katika safari yetu ya Kikristo. Kwa hiyo sina mengi, tutajifunza mengi tukiingia katika mazungumzo yetu. Na shukuru, huyu hapa ni ndugu Wycliffe kama ulivyomsikia. Brother Wycliffe na msikilizaji wetu, nuru ya tabia ya Mungu imegawa uelewa na kutengeneza uhitaji mwingi, hasa kule kwetu. Watu wanaomba kujua mambo mbalimbali juu ya tabia ya Mungu ambayo wapo mmoja mmoja wangependa kusaidiwa, lakini pia wapo wale ambao hawajapata bahati za kuhudhuria semina kadha wa kadha ambazo umekuwa ukifanya kule nchini Tanzania, mfano ya kule Songea na zile ambazo umefanya pale Dar es Salaam. Yako tu baadhi ya maswali ambayo ningependa tuweze kuanza nayo kama kipaumbele. Moja ni nini ushahidi wa tabia ya Mungu kama unavyoifundisha? Ushahidi kama ambavyo tabia ya Mungu inavyofundishwa na ndugu yetu Wycliffe, tunapata ushahidi gani wa kwamba hivyo ndivyo ilivyo? Kwa sababu imani bila kuwa na ushahidi basi inakuwa tuseme nini? Ni umizimu. Maana umizimu ndio unakwenda bila ushahidi. Mbili, Jehanamu na mwisho wa waovu. Watu wengi wanapenda sana kujua fundisho hili la Jehanamu na mwisho wa waovu, kwa sababu
dini zimewashawishi watu kwa kiasi kikubwa kwamba Mungu ana sehemu aliyoiandaa maalum ambapo ataunguza watu na kuwachoma moto. Na amefanikiwa. Ndivyo theolojia ambavyo imekuwa imeshika hatamu katika masikio ya watu wengi. Namba 3 na mwisho, dhambi ya Lucifer mbinguni. Watu wengi wanajua kwamba Lucifer aliasi kutoka mbinguni. Na lakini ni wachache ungewasimamisha ukawauliza dhambi ya Lucifer mbinguni ilikuwa ni nini? Wengi hawawezi kutoa maelezo kwamba Lucifer alivunja amri gani kati ya zile 10, kwa sababu maandiko yanasema kwamba katika Yohana waraka wa kwanza sura ya 3 aya ya 4 anasema kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kiingereza anasema whoever commits sin commit also transgression. Anasema transgresses also the law. For sin is the transgression of the law. Hii imeeleza bayana kabisa ni uasi juu ya sheria au dhidi ya sheria. Sasa kama shetani aliasi sheria ya Mungu mbinguni, alivunja sheria, alivunja amri gani kati ya zile 10? Na alitenda dhambi juu ya nini na dhidi ya nani? Hayo ni maswali ambayo Wakristo wengi au wanadini wengi wanaoamini Biblia kwa kweli hawana ujasiri wa kuyajibu. Na tungependa katika mazungumzo yetu iwe miongoni mwa yale mambo ambayo tutaanza nayo. Sijajua namna utakavyoyaweka, lakini ni moja ya mambo ambayo watu wengi hawajui juu ya dhambi ambayo Lucifer alifanya. Sasa kwa hayo machache tuanzie hapo. Naam. Basi nashukuru ndugu Cyprian kwa utangulizi mzuri na maswali mazuri. Lakini ni vizuri ikiwa tutaweza kupata ombi kwanza. Sawa. Na baada ya hapo nitaweza kutoa utangulizi wa hoja ambazo zinaweza tusaidia kupata kuingia katika swali hili. Sawa. Ndiposa tuweze kuingia taratibu tu, lakini kwa hakika tuweze kupata mtazamo mpana ambao unaweza tusaidia katika kwa sasa imekuwa kama ni mgogoro, ndio, lakini inafaa isiwe ni mgogoro. Tutaeleza mengine labda zaidi ya hapo, lakini kwa sasa nikaribishe watazamaji tupate ombi tunapoingia katika somo hili kuu. Tupate ombi. Baba mwema unayetupenda, tunakushukuru kwa nafasi hii njema ya kuweza kuja kukaa pamoja na kuanza kujifunza tena, kujaribu kusahihisha, kujaribu kurekebisha na kujaribu kuelekezana mahali ambapo inawezekana kupitia neno lako takatifu. Zungumza nasi, zungumza kupitia sisi pia, tuomba kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Kwa hiyo ndugu, maswali ambayo umeyauliza ni maswali mazito, lakini ingekuwa ni vizuri kabla hatujaweza kuleta maswali yote kwa pamoja tuweke misingi fulani, kwa sababu maswali hayo ni mazuri na kwa hakika hatuwezi yakwepa kuyajibu. Lakini kuna vitu kadhaa tusipoviweka vizuri kutakuwa na sintofahamu ambao tunaweza iepuka. Jambo la kwanza, tunapoangalia kitabu cha Yakobo, nitanukuu kitabu cha Yakobo alafu baada ya hapo nitaweza kuelezea jambo fulani. Sawa. Kitabu cha Yakobo 1, samahani, nazungumzia kitabu cha Job. Kwa Kiswahili itakuwa ni Ayubu. Ayubu ndio. Okay. Kitabu cha Job, Ayubu 11. Ayubu 11 mstari wa 7 anasema maneno haya. Sijui kama utasoma kwa Kiswahili. Okay. Ningelipenda mtazamaji uweze kusikiza maelekezo ambayo tunayapata kutoka kwenye kitabu cha Ayubu. Baada ya hapo tupiane hoja ya kwanza ambayo ni muhimu sana. Ayubu 11. Aya ya ngapi? Aya ya 7. Tuanze mstari wa 7. Aya ya 7 nasema, je, wewe waweza kuvumbua ukuu wa Mungu? Waweza kufikiria upeo wa huyo Mwenyezi? Ni juu mno kama mbingu. Waweza kufanya nini wewe? Ni wenye kina kuliko kuzimuni.
Waweza kujua nini wewe? Cheo chake ni kirefu kuliko dunia, ni kipana zaidi ya bahari. Naomba tukomee hapo kwa sasa. Katika utangulizi ambao umeutoa ni utangulizi mzito, na ni vizuri kama binadamu tuweze kuweka mambo sawa kwanza. Ujumbe huu wa tabia ya Mungu ndio inawezekana jina Wycliffe linatangulia mbele. Kwa maana yake labda waliosikia ujumbe huo kwa mara ya kwanza, Wycliffe anatajwa katika context hiyo. Lakini Wycliffe hawezi kuwa na hekima yake mwenyewe ambayo anaweza kusema ya kwamba mimi nikaweza kudhihirisha, mimi nikaweza kuwafunulia. Tunapata hilo kwa sababu hatuwezi mtafuta Mungu tukamjua kwa kujitafutia sisi wenyewe, na hatuwezi kusema ya kwamba nina hekima fulani ya elimu, whether ni ya kidunia ama elimu ya ndoto ambayo naweza kuambia ya kwamba nikajua ya kwamba sasa hii ndio uhakika wa jambo. Kwa hivyo jinsi ambavyo maandiko yanavyotuambia, hatuwezi tafuta Mungu tukamjua kwa njia zetu wenyewe. Kwa hivyo kauli hii kwanza, napoisema hivyo na maanisha ya kwamba hatuna namna nyingine ya kumjua Mungu isipokuwa vile ambavyo Kristo alivyosema ya kwamba tutamjua kwa yeye ambaye Mwana atamfunulia. Unapata pale? Sawa. Na hatuwezi mjua Mwana isipokuwa yule ambaye Baba atamfunua. Kwa hivyo kile ambacho nataka tuweze kujua ya kwamba ni kwamba ujumbe huu usije ukawa ya kwamba unatanguliza majina ya watu. Unapata? Utangulie ya kwamba nimepata nuru kutoka kwenye Kristo, ikiwa umepata ushahidi huo. Unapata hapo? Kwa maana utukufu wa Mungu jinsi ambavyo maandiko yanavyotuambia, ambao ni tabia yake na sifa yake, ni kitu ambacho kiko kipana zaidi. Sisi ni watu wadogo tu. Kimo kichetu hata ni kidogo tu. Lakini tumeambiwa kwamba hapa ufahamu huu kuhusu utukufu wa Mungu ni urefu zaidi hadi ya nini? Hadi ya mbingu. Kwa hivyo sisi hatujafika hata sijaruka na ndege. Kwa hivyo siwezi kusema ya kwamba nina ufahamu huo mwenyewe. Ile kipengele cha kwanza. Kwa hiyo anayetufunulia ujumbe huu anafaa awe nani? Kristo kupitia maandiko yake. Na mahali ambapo ametufikishia tunakomea hapo tukimwambia tufunulie nuru zaidi. Mpaka pale. Kwa hivyo nafikiria hiyo itakuwa ni vizuri kuweza kuelewa jambo hilo kabisa. Na tukishapata hivyo, maswali kuhusu jehanamu watu wataungua ni maswali mazuri, ila hayajaanza kuwa ndio mgogoro wa kwanza. Ni mwisho wa mgogoro wa pambano kuu. Tukizungumza kuhusu pambano kuu, tunazungumza mgogoro wa uovu ambao umekuwepo duniani hapa, kati ya nuru na giza, kati ya mema na mabaya. Mwishoni kabisa inakuwa ni uangamivu au uharibifu wa wenye dhambi. Kwa hivyo huo ni mwisho wa nini? Wa mgogoro. Kwa hivyo hatuwezi fika mwisho wa mgogoro bila kujua mgogoro wenyewe ni kitu gani, na kujua mwanzo na chanzo cha nini? Cha mgogoro wenyewe ni kitu gani. Ndiposa sasa hiyo inaturudisha katika swali uliloliuliza kuhusu anguko la nani? Anguko la Lucifer. Ni dhambi gani aliyoifanya? Mpaka hapo sijui kama tuko sawa ama nimekwepa swali. Hapana, naelewa kwamba ndio tuko kwenye msingi wa kile ambacho tutakipota. Asante. Kwa hiyo ningelipenda tuanzie hapa. Jambo la kwanza, kitabu cha Ufunuo, ningelipenda ukimbie pale kwa upesi. Naomba uwe msomaji wangu kwa maana ya muda na pia nisiweze kutumia lugha ya Kiingereza sana. Sawa. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 12, naomba uende pale. Ufunuo 12, naomba tuanzie mstari ule wa 6 pale. Ufunuo 12 kuanzia mstari wa 6. Biblia inasema yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa siku 1260. Naomba uende mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni. Naam. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Naam. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Naam. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupa yule mkubwa nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Asante sana. Kwa hivyo tunapata utangulizi wa pambano hili ambao tumelizungumzia. Kwa hivyo tunaanzia hapo sasa. Kwa hiyo tunapata ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni, sio?
Na neno hilo unapolipata moja kwa moja kulikuwa na vita mbinguni, mtu kwa nadharia ya kawaida unaanza kutafuta na kutafakari mitazamo ya vita vile ilivyo duniani hapo. Kwa ni rahisi sana kuchukua picha za malaika na panga mikononi wanashambuliana na wenye nguvu anapata kitu gani? Ushindi. Yaani hiyo ni sawa sawa na ile Charles Darwin ambaye anasema ya kwamba yule aliye na nguvu ndiye anaweza fanya nini? Anaweza kushinda. So sijui kama mitazamo yetu tunapoangalia, tunaposoma andiko hilo, tunaona kama ni ule ushubavu unaotumika pale. Nani aliye na nguvu kuliko mwingine? Lakini kwa sasa tunaposoma maandiko, tukikuwa waaminifu kwa maandiko, na kuna kitu fulani kwenye maandiko ambacho ni cha msingi. Kristo alipokuwa duniani hapa, kitabu cha Mathayo 5, tutaenda pale Mathayo 5 anapozungumzia kuhusu agizo la Bwana au amri za Bwana. Anasema ya kwamba yodi moja haiwezi kutanguka, na hata si yodi, hata nukta moja. Kwa hivyo katika maandiko na katika amri za Bwana, kwa sababu maandiko yanafafanua amri za Bwana, na maandiko hayana kitu kingine, au maneno ya Mungu hayana kitu kingine isipokuwa uelekezo kuhusu kitu gani? Kuhusu amri yake. Kwa hiyo hakuna neno lolote ambalo nafaa lipuuziwe katika maandiko. Na ndiposa kitabu cha Timotheo pia kiandikiwe na mtumishi Paulo anamwambia kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa katika uchambuzi na kujifunza kuhusu tabia ya Mungu. Na kipengele cha muhimu ambacho ni cha muhimu sana, ambacho ni kutulia hata kwenye neno lenyewe na kuangalia neno hili linaweza nifunza jambo gani. Kwa mfano, ukisikia sasa ya kwamba nchi Tanzania wameanza kupigana na nchi Kenya kule mpakani na Manga, moja kwa moja kwenye mawazo yako na unawaza kwamba wanatumia silaha zipi. Sasa unapata hivyo neno kwamba wanapigana lenyewe linaweza ibua picha iliyo halisi au sio yenyewe. Kwa hiyo tunaposema vita, kwanza malaika tunaowazungumzia ni viumbe wa Mungu aliyewaumba, ni watoto wake aliyewaumba, na hatuwezi fikiria kwamba malaika wana uwezo wa kupambana na aliyewaumba. Unaelewa? Kwa hivyo hiyo hata ukifikiria kupitia mantiki ya kawaida, hatuwezi sema ya kwamba malaika wana uwezo wa kupambana na Mungu kinini? Kinguvu, kimabavu. Sasa hili neno linamaanishaje? Sasa hapa ndipo tunapata msaada wa kujua maana ya maneno kabla hayajatafsiriwa yalikuwa yanamaanishaje. Sasa hiyo inamaanisha hivi. Kwa mfano, nikiangalia neno hili ambalo linaitwa vita vilikuwepo mbinguni, kitabu cha Ufunuo 12, naomba nikimbie pale mstari ule wa 7 pale. Nataka nitumie kitu kimoja ambacho tunaita ni dictionary ya Kiebrania na Kigiriki. Sasa hii ni kwa yule ambaye anataka kutafuta kwa ndani. Unapata neno hili kulikuwa na vita mbinguni. Nikiliguza linaniambia namba yake na ninapatia tafsiri ya neno hilo ilikuwa na uzito upi kwa mtumiaji wa lugha hiyo ya mara ya kwanza. Unajua Biblia hii haijashuka kutoka mbinguni, ama imeshuka kwamba Mungu akadondosha ikiwa imeandikwa hivyo imeandikwa na mkono wa wanadamu. Ni mawazo ya Mungu yaliyotewa kwenye maandiko kwa kutumia mkono. Mungu kawavuvia, sio? Mungu kawavuvia, ndivyo ambavyo Timotheo anaambiwa. Lakini hakuwatemshia aliyoandika kwenye mkono. Isipokuwa kitu kimoja tu, zile sheria zilizoandikwa kwenye nini? Kwenye mbao. Tupata mpaka pale. Point ya msingi ni hii. Maandiko haya tunayoyasoma yameandikwa kwenye lugha ya nani? Ya mwanadamu. Na tunapata pale. Kwa hivyo binadamu lugha yake tunafaa tuifahamu katika uelewa wake. Kwamba unajua na maanisha hivi, lugha yangu ni hii na maanisha hivi. Kwa hivyo neno vita kabla haijatafsiriwa kwenye Kiswahili, kwenye Kiingereza ilikuwa ni war. Sasa bado hiyo itusaidii, kwa maana ukisikia bado war, mimi nafikiri labda ni ya Iran na Israel na Marekani. Unakumbuka hapa mabomu yanangurumishwa kule. Kwa hivyo bado hapo haitupatii maana yenyewe. So narudi nyuma, kabla ya Kiingereza kulikuwa na lugha iliyokuwa imetumika baada ya kutafsiriwa, ambayo ni Kigiriki kiwa New Testament. So unapata inasema ya kwamba neno hilo namba yake inanipatia hapo, alafu inanipatia neno fulani hapo ambao angelipenda ulisome pale. Translation polemos. Sasa ningelipenda mtazamaji ushike tu neno moja tu, nini? Polemos. So unaweza sema hivi, na kulikuwa na nini mbinguni? Polemos. Kulikuwa na polemos. Sasa hii polemos ni nini? Anatupatia kitu fulani hapo. Anasema war literally or figurative. Kwa hivyo inaweza kuwa ni war, vita katika muktadha mbili. Ya kwanza figurative, ya pili literally ndio tunayojua. Sawa. Figurative ni kwamba ni katika, nisaidie hapo, katika lugha ya katika
katika lugha, inaweza ikawa katika lugha ya picha. Sasa tukishapata mpaka pale, ukifuatilia neno polemos unagundua ninazungumzia ni mgogoro wa maneno katika uhalisia wa neno lenyewe. Hapo unanielewa? Yaani polemos, vita ya polemos, ukifuatilia neno polemos unapata neno polemic. Ndipo unapata neno controversy. So in the Greek the word controversy ni polemic. Polemic ni from the word polemos, ni mgogoro wa maneno, wa kimawazo. Mawazo ndio yanayodhihirishwa katika nini? Katika maneno. Kwa hivyo uhalisia mawazo yanapodhihirishwa yanaisha kupitia silaha. Hii ndio inayotafuta pale. Silaha inayotumiwa ni nini? Ni maneno. Maneno haya yanayodhihirisha kitu gani? Mawazo ya mtu husika. Kwa hiyo malaika wa Mungu wanapopambana na malaika wa shetani wanapopambana, mpambano huu unafanyika kupitia silaha ya nini? Ya neno. Sasa kulingana na kundi husika, sifa ya neno linalotolewa inapatikana pale. Ndipo sasa unapata mtazamo ule tunaopata ya kwamba ni pambano kuhusu kweli na nini? Kweli na uongo. Na uongo. Kweli ni neno ambalo limewekwa katika nini? Katika ukweli. Au hakuna njia nyingine ambayo unaweza pata ukweli isipokuwa kwenye neno. Sio? Na hauwezi pata udanganyifu isipokuwa kwenye nini? Kwenye neno. Kwa hivyo vita kuhusu giza na nuru ni vita kuhusu nini? Maneno yaliyo katika ufalme wa nuru na maneno yaliyo katika ufalme wa nini? Ufalme wa giza. Sasa mpaka hapo tukishapatana hivyo, tukipata muda labda tunaweza kupekua kwa ndani tulifuatilia hilo neno. Sawa. Kwa hiyo msikilizaji wetu anapotusikiliza, katika kitabu cha Ufunuo tunaposoma kwamba kulikuwa na vita mbinguni, kimsingi uwanja wa mapambano haukuwa kama huu ambao sisi tunao katika ulimwengu wetu. Uwanja wa mapambano wa vita ile ya mbinguni ilikuwa ni katika ni uwanja wa kifikra. Vita hiyo ilipiganwa katika akili, kimawazo, kwa maneno, sio kwa misuli na mabavu. Naam. Hiyo ni point nzuri kuondoka nayo. Hiyo ni sahihi kabisa. Kwa hiyo tunapoingia baadaye kuanza kufuatilia pambano hili au mgogoro huu, utagundua sasa picha hii ya pambano inaanza kufanya kitu gani? Kufunguka katika mawazo yetu. Unapoenda kusoma kwenye vitabu vya kwa Waadventista, wana vitabu vya roho ya unabii au vilivyoandikwa na mama aliyevuviwa, wanamuita Ellen White, karamu ya uvuvio. So unapata ya kwamba unapofuatilia mazungumzo yalivyokuwa yanaendelea au unapopata vile alivyokuwa ameandika, unagundua yalikuwa ni mazungumzo kati ya malaika watakatifu na malaika waovu. Malaika waovu wanakuja wanawapatia waliokuwa waaminifu nini? Anawapatia waliokuwa waaminifu, anawapatia hoja zao. Na waliokuwa waaminifu nao wanakuja wanapatia wa malaika waovu nini? Hoja zao. Kwa hivyo ilikuwa ni mgogoro wa nini? Wa neno. Na uwanja huo ulikuwa unalenga nini? Akili. Naelewa. Niposa sasa katika somo ile tabia ya Mungu pia kuna uzito wa kuanza kuangalia mtazamo wa akili ya binadamu. Naelewa? Unajua wakati mwingi binadamu anaposikia kuhusu tabia ya Mungu, moja kwa moja tu anakimbia, anasema ya kwamba watu wanasema Mungu haui, watu wanasema hivi. Akili inafungika pale. Wanasema kuna jehanamu, wanasema kuna si nini, vitu kama hivyo. Ili hali somo hili ni pana. Naelewa? Kwa hivyo mgogoro ikiwa katika uwanja wa mgogoro ilikuwa ni akili ya binadamu, then inafungua somo pana kuhusu akili ya binadamu. Mgogoro huu unafanyikaje? Unaelewa? Tukishapata pale, so ningelikuwa turudi nyuma kidogo. Tulishapata ya kwamba shetani alikuwa mbinguni na kabla ya hapo alikuwa anaitwa Lucifer. Sawa. Sio? Na maana ya Lucifer ni nini? Nafikiri watu wengi hii wanajua, wanasema ni the light bearer. The light bearer. Mbeba nuru. Now, wakati ambapo tunasoma kitabu cha, hebu tukimbie pale. Sasa hii kwenye the light bearer, kuna pia inaweza ikawa na controversy katika kuelewa. Light kimsingi sisi tunapozungumza tunaweza tukamaanisha neno la Mungu au tukamaanisha mwenge kama ile mianga inawaka, tukamaanisha hapo. Sawa. Kwa sababu ni mnao fulani anao anakuwa anachukua kama yule sanamu ile iliyoko pale Marekani, yule aliyebeba mwenge amenyanyua hivi. Yule naye anaitwa light bearer. Ila ukiangalia katika maandiko kitabu cha Zaburi inatuambia neno lako ni taa
ya miguu yangu. Sawa. Unaelewa? Na unapozungumzia nuru katika muktadha, and by the way ni kitu kizuri by the way. Kwa sababu utakuja kugundua tunapoendelea na series hii kuhusu tabia ya Mungu, controversy ipo kwenye maneno. Unaelewa? Ipo kwenye maneno. Sasa wewe nikizungumza nuru umeshakimbilia yule mwanamke Malkia wa Amerika. Unaelewa? Mwingine akafika karobo yake nyumbani. Unapata? Mwingine ukimwambia moto yeye anashafikiria kupika ugali na sima. Au wali. Unaelewa? Kwa hivyo ni controversy ya maneno. Nafikiri ni point ya msingi sana kwamba unaposoma maneno yamebeba ujumbe. Kwa hivyo lazima upate kujua ujumbe husika uliokuwa nyuma ya neno ni nini. Tusikae pale sana. So tuli katika point ya msingi. Point ya msingi ni kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Tushajua vita ilikuwa ni kuhusu polemic. Yaani hiyo ndio vita yenyewe. Ni vita vya mgogoro wa nini? Maneno. Mgogoro wa maneno. Point hiyo tunaweza iachia hapo kwa sasa. Nao tuende mbele kidogo. Tumeshajua silaha inayotumika ni nini? Ni neno. Kwa hivyo neno inategemea na mtumiaji, sio? Lakini bado hapo neno hili linahusu nini? Unahusu nani? Sio? Now, ndiposa hapo inanipeleka bado kwenye kitabu cha pale Ufunuo pale. Kimbia pale tena mtumishi. Ufunuo ndio niko hapo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, naomba tusome mstari wa 4. Nisomee mstari wa 4. Aya ya 4 inasema hivi. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake. Asante. Kwa hiyo tunapata mazungumzo haya katika kitabu cha Ufunuo 12. Kuna lugha ya kinabii ambayo inaenda mbele nyuma. Kwa mfano ukiangalia mstari wa 7 inakurudisha mbinguni. Ila hiyo ambayo umeisoma inakaa kuna mwanamke ambaye anazaa mtoto. Hiyo inatuleta chini tena duniani. Kwa hiyo mazungumzo ya kitabu cha Ufunuo kuna vile ambavyo mapambano yaliyokuwa yanaendelea hapa mbinguni yanalinkiwa, kwa Kiingereza wanasema kwamba they are being linked and connected. Na yale yaliyokuwa yametendeka mbinguni. And by the way, ni point ya msingi. Kwa nini mazungumzo haya hapo yamepangwa hivyo? Ni kwa maana mazungumzo haya yanatudhihirishia mgogoro unaofanyika wa joka huyu kulenga yule kijana anayezaliwa. Mgogoro huu ujaanzia pale. Sawa. Hiyo ndio maana inakuwa kana kwamba ndio maana inakuja kuunganishwa pale. Mwanzo wake sio hapo. Sawa? Kwa hivyo tukishaelewa kanuni na mapambano lenyewe mbinguni, ishatufungulia kuelewa kanuni na mapambano yanayoendelea wapi? Yanaendelea duniani. Kwa hivyo itakuwa ni pambano nini? Moja. Kwa hivyo hatuna pambano mbili. Okay, kwa hiyo ni kusema kwamba vita iliyoanzia mbinguni. Waadventista wana kitabu kinaitwa Pambano Kuu. Kwa hiyo pambano kuu sio vita ambayo ina sehemu mbili tofauti, isipokuwa ni vita ya aina moja, ila ikiwa imeendelezwa katika mazingira mengine tofauti. Sawa. Ila sasa ndugu, ni vizuri ikiwa tunaweza, unajua napenda ile kitabu Pambano Kuu. Sawa. Kwa sababu kinahusu pambano kuu. Wengine wamebadilisha kwa kita tumaini kuu. Ndio, kuna tumaini katika pambano kuu. Ila pambano kuu ndio ambalo limeanza. Lakini ndani ya pambano hili Mungu atafuta kutupatia tumaini. Sio? Mbona napenda lile neno tu pambano? Neno sijui kama uko na haraka kuondoka Kenya ama bado upo? Mimi nafikiri maadamu nipo kama Petro anavyosema, maadamu bado niko katika maskani hii, basi ningependa tuzidi kufanya mjadala wa maswali mengi ambayo kadri ambavyo tungeweza. Sasa nafikiri unajua mwalimu mzuri ni yule ambaye anaelezea mwanafunzi ulifikaje mahali ulipofika. Sio? Ndiposa mwanafunzi hasikutegemee. Anaenda kutumia akili zake alizopewa na Mungu kufika mahali ambapo anaweza fika ambapo hujafika. Sio? Sawa. Ndiposa mwanafunzi awe mbora zaidi kuliko mwalimu. Sasa kuna dictionary nyingi za Kigiriki na Kiebrania. Okay? Mmoja wanaita Strong's Concordance. Hiyo inakuwa kama sijui hii rangi ni maita rangi gani. Sasa unajua mimi mambo ya rangi sijui. Hii rangi ni rangi gani hii? Hii hapa. Hii rangi hapa.
Hiyo itakuwa ni rangi gani hapo? Sijui kama ni purple. Ni purple ndio. Kwa hivyo akiingia kwenye App Store anatafuta Bible strong, Bible with strong. Sawa. So itakuwa inampatia jina neno, I think. The word. Ndio neno, sio? Inampatia neno, namba ya neno katika dictionary hiyo na maana zake na uwezekano wa utumiaji wake. Sawa? Ila kuna nyingine ambayo inaitwa eSword. Unaiona pia? Sword hiyo naifahamu. eSword nafahamu. Sasa unajua watu wengine anaweza kuwa anatumia maneno, ananukuu maneno ya Kigiriki alafu anatishia watu kwamba yeye amesoma Kigiriki. Hakuna kusoma Kigiriki, ni kwenda tu kutumia neno na dictionary yake. Unaelewa? Kama vile ambavyo unaweza kamusi ya Kiswahili. Uangalie maana ya neno fulani inakuwa na maanisha hii na hii. Kwa maana, kwa mfano, neno mantiki, neno la Kiswahili, mantiki na maanishaje? Kamusi na kuelezea. So hii nyingine inaitwa eSword, ndio sasa tutumie tena. Kule kwenye hiyo ya kwanza tulipata neno war means what? Polemos. Katuachia hapo tu. Katuambia ni figurative ama literal. Literal, yeah. Sasa hii ya eSword, naomba tena tuende pale. Naomba mwalimu angalie hapa. Hii ya eSword, nataka tuangalie lile neno linaloitwa kitabu cha Ufunuo ngapi tulikuwa? 12 mstari wa 7. Sasa inasema hivi, and there was war. Namba ile ile inabaki ile ile. So nataka tuangalie neno war kwenye hii dictionary nyingine. Natuambia ni polemos. Inabaki vile vile. Sasa natupatia maana zaidi na uzito zaidi. Sasa hii dictionary ambayo nimeifungua ni ya higher definition. Anatuambia number 1 inaweza simple kwamba ni vita. Number 2 a fight, a battle. Na unajua fight ni ile ambayo unaweza fikiria labda yule kaka anaitwa Yakobo akapambana na malaika ya Mieleka hiyo. Unaelewa? Number 3 hapo tunataka tuende hapo. A dispute, strife, quarrel. Na unaposikia quarrel na kuleta wazo gani sasa hapo? Ni hali ya kupishana kimaneno, kimitazamo. Unaelewa sasa hapo? Kwa hiyo neno polemos inaweza kuwa Mieleka, inaweza kuwa ile ya Ukraine na Russia, lakini pia inaweza kuwa ni ya quarrel. Unaelewa? Sawa. Mama mkwe na binti wake wanagombana. Sawa. Sasa hapo hajabebeana panga. Silaha hapo ni nini? Ni maneno. Wanarushana nini? Cheche za nini? Za maneno. So hilo neno ndio hilo tunalotafuta pale. Sawa? So unaporudi nyuma sasa unapata kwamba malaika mbinguni walikuwa wanatumia nini? Vita vya mgogoro wa nini? Wa maneno. Dispute. Sasa hii dispute ni kuhusu nini na kuhusu nani? Unaelewa? Inabebwa kupitia kitu gani? Inaturudisha katika kitabu cha Ufunuo 12 ule mstari wa 4. Na pale unaposoma unabii, nyota kwenye Biblia inasimamia kitu gani? Inasimamia wale wanaoongoza wengine katika kutenda haki. Kwa mujibu wa Danieli 12. Na unaposoma kitabu cha Ufunuo 1, nyota pia inawakilisha kuwa malaika. Sio? Lakini pia malaika pia wanawakilisha kuwa wajumbe. Sawa. Sisi yuko sawa? Sawa. Kwa hiyo inaweza kuwa fungu la 4 mstari wa 12 kitabu cha Ufunuo inaweza kuwa na application mbili. Application ya kwanza inapozungumzia wajumbe waliokuwa duniani. Au inaweza kuzungumzia malaika halisi. Sawa? Kwa hivyo unaposoma kitabu cha Uriah Smith anapozungumzia a third kwamba aliangusha theluthi moja ya nini? Nyota. Pale anapofafanua anazungumza nyota ni wale waliokuwa viongozi wa Israeli. Israeli ilikuwa imepangwa katika nyanja 3 za uongozi. Kulikuwa na kuhani, kulikuwa na wafalme. Ya pili wazee. Ya tatu makuhani. Kwa hivyo ni ngapi? 3 kwa 3. Sawa? Sasa huyu tunayemzungumzia ni joka mwekundu ambaye anazungumzia hapa ni Warumi. Nchi ya Roma ndio ile msababisha Kristo. Unakumbuka hapo ne? Rumi ndiposa iweke utawala wake Israeli, ilichukua mamlaka ya kuteua mfalme. Ndiposa wafalme wanaotawala Israeli wakati ambapo Kristo yupo ni wafalme wa wapi? Na wafalme waliochaguliwa na Warumi. Kwa hivyo wanabaki wangapi? Wanabaki wawili. Kwa hivyo mmoja juu ya 3 kafanya kitu gani? Kaangushwa. Unaelewa? Sawa. Mpaka hapa tumepata vizuri. Sawa. Kwa hivyo hiyo ni application ya kwanza kwamba Roma iliangusha utawala
katika nyanja ya kwanza ya Israeli. Wakachukua wafalme wakaachia Israeli nini? Makuhani na nini? Na wazee. Unapata akina Caiaphas. Unaelewa? Lakini application ya pili ambayo inaitwa secondary application ni ile ambayo sasa hapa tunapozungumzia malaika wabaki kuwa nini? Malaika. Ndipo tuunganishe kamba hiyo ya mstari wa 4 na ile kamba ya mstari wa 7. Vita wapi? Vita mbinguni. Tunajua shetani alipotoka mbinguni hakutoka pekee. Alitoka yeye hapa nimetumia lugha ya makusudi. Hakufukuzwa, nimetumia lugha makusudi. Alipotoka mbinguni. Ila najua kuna wala wanaoamini ya kwamba alikamatwa na 1, 2, 3 akapingirishwa huko duniani. Ila nabii anatuambia hii kufanyika hivyo. Kwa maana yake tunaambia kwamba angeweza kuwafanya hivyo kama anayetupa kajiwe. Religion has convinced people. Ndivyo kwamba ilivyotokea, na unakuta kuna picha zimechorwa ziko kwenye vitabu vyetu hata zingine vya imani. Shetani inaonekana sasa, kuna picha hapa inaonekana ni malaika na mabawa yuko anapeperuka akiwa angani kuja duniani. Sasa vitu kama hivyo vinapata nguvu sana kwenye akili. Sasa hiyo si kweli. Unaelewa? Kwa maana unajua wewe una watoto. Mtoto mmoja amekuasi. Sawa? Na wewe ndio usalama wake. Hata kama mtoto yule amekuasi, kuna vile ambavyo unauiwa katika kama mama kujaribu kumlaya aweze kurejea. Sio? Lakini sioni kama inaweza fika mahali ambapo mzazi ukaamua uchukue fimbo na panga uanze kuvuruga mtoto mtoe nyumbani. Siko tunaelewana? Na mbaya zaidi unajua tunayemzungumzia hapa mwisho anapotoka hapa ama anapotupwa kutoka mahali alipokuwepo, destination ya mwisho anapoingia ni Eden. Sasa unaelewa? Anapata watoto ambao walishaumbwa wapya, ambao hawaelewi mgogoro uliokuwa umeanza, hawaelewi kule mbinguni shida iliyoko. Alafu wao ndio wanaotupiwa. Unaelewa? Baba na mama wameshindwa kudhibiti jangili fulani, amewashinda huko. Ni sawa na haiji pale kimsingi. Vinginevyo Adamu angekuwa na sehemu kubwa ya kumlaumu Mungu. Kwa sababu kama jitu hilo umeliumba wewe mwenyewe na limekuwa sugu, limekushinda, mimi nilie mnyonge kabisa, unaponiletea dude kama hilo unakuwa una maana gani? Unaona? Kwa hiyo ni ngumu. Kwa hiyo ni vizuri kuunganisha hiyo point ya kwamba ndio tunaposema kwamba wakatupwa, tuunganishe na nukuu na kanuni za Bwana anapofanya kazi zake na utaratibu wake. Kwa mfano, tulisema kwamba kila neno lina uzito, sio? Kwa hivyo kwenye Ufunuo hapa tumepata kwamba walitupwa, sio? Hata nchi. Unaelewa? Kwa hivyo kuna ile neno tuliwekea uzito wake. Sawa. Walifanya nini? Walitupwa. Kwa hivyo wewe fikiria vile ulivyochukua sufuria kaosha, ukachukua hiyo uchafu kafanya nini? Ukatupa. Hivyo ndivyo alivyotupa Mungu ama sivyo? Unaelewa? Lakini kabla haujasema ndio au hapana, tusome andiko lingine. Sawa? Kitabu cha Yuda. Kitabu cha Juda. Chapter 1, inakuwa chapter 1, sio? Naomba tusome ule mstari ule wa 6. Okay. Yuda 1 aya ile ya 6. Maandiko matakatifu yanasema na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele. Sasa hapo ndugu, nafikiri hata hapo inatoshea. Sawa, ataendelea kumalizia baadaye. Yuda anatuambia Mungu aliwatoa akawafukuza na fimbo na panga. Waliyaacha makao yao wao wenyewe. Kwa hivyo unapoacha makao yako, nani akakufukuza? Nafikiri inakuwa hiyo umejifukuza wewe mwenyewe. Kwa hiyo unaweza sema kwamba maandiko yanajipinga sasa hapa. Kwa maana by the way, Kiingereza nasema hivi. Hebu tusome hapa. Nasema and the angels which kept not their first estate. Sawa? Which kept not. Sawa. Yaani mimi nimekukabidhi Biblia hii. Sawa. Nimekuwa hii ndio yako hii. Sawa. But ukaamua kuitelekeza. Sawa. Sasa hii Biblia umeipoteza. Sawa? Mimi niliyekupa Biblia hii unanilaumu kwa nini? Hapana. Ninaingilia wapi? Hapana. Na baada ya hapo inaendelea mbele, inasema hivi, but left their own habitation. Waliacha au walitelekeza yani. Left. Sasa unapotoka
umetoka kwa hiari, umeamua kuacha makao uliyoyapewa. Unapata? Kwa hivyo Lucifer na malaika zake tunapata picha mbili hapa. Moja walitoka, nyingine wakatupwa. Tuchukue gani? Lazima kupime uelewa kwa sababu katika lile fungu la kwanza la kutupa hoja ya kwanza inakuja kwamba Mungu angeonekana sio mtu anayemjali Adam. Kwa sababu kumletea mtu ambaye ni sugu waliyeshindana huko kumleta wapi? Huko duniani. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili maandiko yanasema hivi, alishushwa mpaka kuzimu. Sawa? Sasa kuzimu ni mahala ambapo pana uharibifu. Na wakati huo shetani anakuja duniani kulikuwa kuna uharibifu duniani. Dunia ilikuwa iko safi. Kwa hiyo kama alitupwa kuzimu na duniani wakati ule haikuwa kuzimu, then lazima kuwe ni sio kwa logic ya kutupwa Eden kwa wakati ule. Lazima tutafute mahala pengine panapostahili kuchukua hadhi hiyo ya kuzimu. Wazo limekuja katika mawazo yangu. Sawa, nikafikiri kuna kitu nataka tufikirie hapa. Hivi kwa nini Mungu kwenye hekima yake akatuachia njia panda hapa? Hivi unaelewa? Na ametuachia vitu viwili vya kushughulika navyo. Hapa tupeane jibu. Mimi sitaki jibu kwanza hapa. Sawa. Nataka tubaki na maswali kwenye mawazo ambayo yanaendelea kujibiwa taratibu. Mmoja anatuambia kawatupa. Nyingine anasema waliacha makao yao. Na Sasa hapa wewe ndugu, wewe uone ya kwamba ikiwa wewe ungelipenda kuwafukuza watu kutoka kanisani kwako wanapokuudhi, sawa? Ungechagua gani ya kuambatana na Mungu naye muabudu kati ya hizi mbili? Mungu anayetupa anakuwa sio mzuri zaidi, ni nafuu. Naomba turudi nyuma kidogo. Ikiwa mimi ninatamani watu wanaponiudhi ninawashughulikia, ninawacharaza na fimbo na nyaunyo na waondoa mijeredi, ninawatupa kwendeni kule, hiyo ndio tabia yangu, sio? Kati ya Mungu anayechukua malaika na kuwatupa na yule anayewaacha watoke wanavyotaka kutoka, ungechukua sifa na tabia ya Mungu upi? Inategemea katika fikra ya mwanadamu na moyo wa mwanadamu unao wenye nia ya kulipiza na kuumiza. Ungechagua ile ya kutupa. Point ni hiyo. Lakini katika fikra ya spirit ile kama ya Yesu na Yuda, ungechagua ile ya kuwaacha wenyewe. Na ndivyo Kristo alivyofanya pia. Sasa unajua hiyo ndio point. Kabla tujaisanctify, kwamba katika roho ya Kristo mimi nitawaacha tu. Unaelewa? Katika hali ya halisia jinsi tulivyo, tutachukuana kwa urahisi na hali yetu, kwamba yule anayeingiana na sisi tulivyo, tunachukua picha hiyo kwa urahisi. Yaani ndio maana yake hauwezi kaa chini ukaweza kufikiri mara mbili. Unaichukua moja kwa una credit kwenye uelewa ulio nao. Yaani ndiposa hii ya Yuda haina uzito katika masomo yetu. Inaokuwa na uzito ni ile ya kutupa. Unaelewa? Hii inamaanisha hivi, katika mgogoro wa tabia ya Mungu mwisho utakuja kugundua kabisa kanuni muhimu zaidi ni kuhusu tabia yangu. Unaelewa? Kwamba ninavyomtamani Mungu awe au ninavyomuabudu kwa asilimia kubwa ni jinsi nilivyo. Yaani tunampasivu Mungu katika tabia zetu. Yaani tunamfunika Mungu na zile tabia zetu. Kwa maana itakufanya uwe comfortable naye. Sawa. Ile huyu ambaye anawaruhusu watoke kwa maana wataka kutoka, atakufanya uhisi hatia unapofukuza watoto kutoka nyumbani, anapokataa kufanya matengenezo, au watu wengine unaotofautiana nao. Unaelewa? Kuweka uadui nao. Kwa hivyo itakufanya wewe kwa urahisi uweze kuchukuliana na Mungu kulingana na tafsiri ulionayo kwenye akili kwa sababu ya asili tulionayo. Kwa hivyo kadri Mungu tunayemwabudu alivyo mkatili, ni udhihirisho wa ukatili ulio ndani yetu. Sawa. Hiyo ni hoja nzito sana. Ikiwa tunaweza isahihisha kwenye maandiko na kwenye principles za kweli, kwamba
yule unayemwabudu na tabia yake inakuwa ni kioo cha tabia yako au tabia unayoipenda kuienzi. Mpaka pale tumepatana. Sawa. Kwa hiyo hii tabia, kwa mfano, unakuta viongozi wa dini na watu wengine ambao wanamcha Mungu kimsingi. Baada ya kuwa wameitarafiana na watu, kwa mfano, kuna maeneo mengine unakuta watu wanaenda makanisani wanaiba vitu vya kwenye ibada vya kanisani. Ama watu unakuta wameweka mikutano mahala, wanaenda kulala, alafu wanaamka asubuhi unakuta wezi wameiba mabenchi, wameiba vitu mbalimbali, facilities za pale. Unasikia nasema hivi, tuombe Mungu atampiga. Unaona, kwa spirit ile huwa ina reflect nia zetu. Tunavyotamani kuwatendea watu waliotukosea. Kwa hiyo ni hiyo ambayo tunaivika kwa Mungu, tukifikiri Mungu naye anatamani kutoa adhabu za kuumiza kwa wale walio kinyume na yeye. Iko hivyo. Ndio maana unapata ya kwamba tunamsukumia kisasi nilichotamani nikitendee. Akitende kwa niaba yangu. Unaelewa? Kwa hivyo mwishowe unatamani ukitende, ila kwa maana amekwambia niachie. Unamwachia. Kwa hivyo unatamani ashughulike ambavyo ungefanya nini? Ambavyo wewe ungeshughulika. Kama nia yako na vitafsiri. Hiyo ni kipengele ambacho tutaweza kukiangalia tunapoteremka. Sawa. Lakini kwa sasa tusisahau tuko wapi? Kitabu cha Ufunuo. Tunatafuta pambano hili pale. Sawa? Sasa unapokuja kitabu cha Ufunuo 12 pale, ule mstari wa 4 tumesema kwamba ina application ngapi? Ina application mbili. Wewe mtu asipotee, tuliko hapo. Ile tumeweka mambo mengi pamoja hapo. So application ya pili, mahali ambapo tunazungumzia malaika. Nimesema malaika kwa nini? Kwa sababu tulisema kitabu cha Ufunuo 1, unapoangalia kitabu cha Ufunuo 1 ule mstari wa 20 inatuambia kwamba na siri ya zile nyota 7 ulizoziona njoo nikuonyeshe. Anamwambia kwamba nyota zile 7 ni nini? The 7 stars are the angel of the 7 churches. Sawa? Kwamba zile nyota 7 ni malaika wa kanisa ngapi? Ni malaika wa makanisa yale 7. Sasa Mungu amekuwa akitumia malaika katika kazi ya utendaji ya hapa duniani. Lakini wao katika ufalme usioonekana wakishirikiana na wanadamu walio katika ufalme huu wetu wa kimwili. Ila wajumbe wa Mungu wanaoitwa malaika wanaitwa ni watumishi watumikao. Sawa? Ni 7 kwa maana neno 7 ni ujumla wa ukamilifu. Paka hapo tumepata vizuri. Kwa hivyo neno nyota tunaweza lichukua kumaanisha malaika. Sio? Sawa. Kwa hivyo mbinguni ndiposa tupate theluthi moja ya malaika wanapoanguka, tunapata shetani katumia silaha inayoitwa nini? Mkia. Sawa? Hiyo ndio silaha aliyoitumia. Yaani kwa kifupi alitumia mkia. Ndio maana malaika anatuambia akakokota theluthi kutumia nini? Mkia. Kwa hivyo mkia ndio silaha. Sasa unajua watu ambao ni makafiri wamemchora, sijui kama ni makafiri ama ni Wakristo pia, wamemchora shetani akiwa na pembe, kucha ndefu, elewa, na kwato. Na shetani anapenda hizo. Kwa maana unajua utaiona malaika naye kaa hivyo. Kwa maana unajua tunayemzungumzia Lucifer, mbeba nuru, ambaye tumetoa nuru ni kweli. Alikuwa ni malaika, sio? Kwa Mungu angeumba malaika ambaye anatishia vile tunavyomwona kwenye sinema. Ambaye yuko na kwato, ambaye yuko na pembe na macho mekundu. Kwa hivyo huo ni mfumo wa somo la fumbo. Sawa? Kwa hivyo anapotumia neno mkia, basi lazima tutafute maana ya neno mkia. Sasa wajua maandiko yanatuambia kitabu cha Petro ya kwamba hauwezi tafsiri Biblia kwenye maneno yako ya kisiri kama vile apendavyo mtu fulani. Unajua mimi naona ya kwamba huu mkia unasimamia hii. Unaelewa? Sasa kitabu cha Isaya unapokimbia pale, hiyo utaisoma. Ni muhimu sana. Kitabu cha Isaya 9:15 inasemaje? Isaya 9:15. Basi tunakimbia pale haraka. Anasema hivi. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye mkia. Ndiye kichwa. Mzee anayeheshimiwa ndiye kichwa. Na nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Kwa hivyo kanuni iliyo kwenye mkia ni kitu gani? Ni uongo. Yaani
nabii anayefundisha uongo ni nabii wa uongo. Kwa hivyo kanuni ya mkia ni kanuni ya nini? Uongo. Ya uongo. Kwa hivyo malaika waliangushwa kutoka mbinguni kutumia nini? Walikokotwa kwa kupitia uongo, kwa kutumia uongo. Sasa hii kukokota inamaanisha nini? Najua hakuwafunga kamba kwenye shingo kama vile wanavyofunga mbuzi, ukafanya kitu gani? Ukawavuta wote hivi kwenda duniani wote. No. Kwa maana tushajua pambano ni la akilini. Sawa. Kwa hivyo hii kamba anayotumia ya mkia, alitumia udanganyifu akafunga nini? Akafunga akili zao. Akafunga akili zao. Kwa uongo. Sasa hapo ndio mapambano yenyewe yanashika kasi. Unajua kwa nini? Ikiwa shetani ana uwezo wa kufunga malaika kupitia uongo kwenye kichwa chao, malaika waliokuwa watakatifu, basi hata sisi leo tuko kwenye hatari. Anaweza kufanya kitu gani? Anaweza tumia hiyo njia kutufanya nini? Kwa sababu kama silaha hiyo ilifanikiwa kwa malaika, viumbe ambao ni intelligent, wenye akili, kwetu sisi ambao ni mbumbumbu kabisa, atatumia hiyo kimsingi na itakuwa na mafanikio. Ndio maana Ufunuo pale anaendeleza, anasema audanganyaye ulimwengu wote. Sasa kuna kipengele nataka tuunganishe pale, alafu tunaweza maneno machache, alafu kama tunaweza kufungia kipengele cha kwanza hapo. Okay. Kwa hiyo samani kidogo. Kwa hiyo kama tulivyoanza pale mwanzo tukasema shetani aliasi mbinguni. Lakini mara nyingi hatujui aliasi kwa kuvunja amri ya ngapi. Kwa hiyo ikiwa malaika waliotolewa mbinguni, wale walioasi pamoja na shetani, waliasi kwa kutumia uongo, then tunaanza kuona inajitokeza kwamba dhambi ambayo shetani alifanya na ambayo alidili nayo mbinguni ni ya udanganyifu. Okay. Na udanganyifu uko katika ile orodha ya amri 10. Na udanganyifu yuko kushuhudia uongo kimsingi. Kwa sasa lazima kipengele kitakachofuata hapo. Mbinguni unaanzisha kudanganya. Unakuwa unadanganya juu ya nini au juu ya nani? Sawa. Hicho kipengele ndo nafikiria ni cha muhimu kile. Na nafaa kukaa pale sana. Ila kuna msingi hapa na ningelipenda kwanza tusisitize. Sawa. Tukishausisitiza tunaweza kufanya sasa, tukome baadaye tena jinsi tunavyokoma katika hili kuzungumza udanganyifu huu ulikuwa ni kuhusu nini na kuhusu au nani. Wadanganya nini wale malaika mpaka wakubali? Ile lazima tusisitize, tuweke msumari ya kwamba vita ilikuwa ni kuhusu udanganyifu. Kwa hivyo vita ilikuwa ni kwa maneno ya udanganyifu na maneno ya kweli. Hiyo ndio dhambi yenyewe ambayo ilitendeka mbinguni. Haya, sasa ningelipenda tuende kitabu cha Ezekieli. Sawa? Ezekieli tushakubaliana, Ezekieli 14. Tushakubaliana kupitia maandiko kwamba shetani mwanzo hakuwa anaitwa shetani. Sawa. Alikuwa anaitwa nani? Lucifer, mbeba nuru. Na nuru ni kweli. Kumaanisha hivi. Aliyekuwa anawaletea kweli malaika ndio huyo baadaye akageuka wa kuwaletea uongo. Hivi unaelewa? Sawa. Sasa hapo huu ni mwiba mkubwa sana. Unajua kwa nini? Kwa sababu hebu fikiri. Wewe una rafiki wa karibu. Sawa? Rafiki wa karibu ambaye yeye ndiye ambayo amekuwa mjumbe wako wa kuwapelekea wengine nini? Nuru, ndio anakuletea nuru. Anatoka kule kwa Mungu, anakuwa anakuja kukuletea habari. Sawa. Na yeye hiyo ndio njia. Na tunasema Mungu ni wa utaratibu. Hivyo alikabidhi Lucifer kazi yote. Anapokea kutoka kwa Kristo, naye anaibeba, anafanya nini? Anapeleka hizo habari kwa malaika wengine. Siku moja akakuja akaleta habari tofauti. Hii habari bado hatujajua ni gani. Sawa? Yeye ndiye ambao ulikuwa umemuentrust kwa Kiswahili. Aleta ujumbe. Unafikiri mgogoro utakuwa mkubwa kiwango gani? Siku zote amekuwa akileta ujumbe milele na milele. Ndiye ambaye amekuwa akileta ujumbe. Ila siku moja akaamua kuleta ujumbe wa kwake, unaoita ujumbe wa uongo. Huu mgogoro utakuwa ni mkubwa kiwango gani? Okay. Na unaweza suluhishwa kupitia nini? Kwa hiyo kimsingi kwa vyovyote kama alikuwa anatumwa na Mungu na taarifa mbalimbali kwa malaika wengine, alafu baadaye akaanza kuwa muongo, then hawezi kuongopa dhidi ya kitu kingine chochote. Lazima itakuwa ni juu ya zile taarifa ambazo huwa anazibeba kila siku. Lazima uongo ujikite hapo.
Sasa kile ambacho nilikuwa nataka tupate pale Ezekieli, before kwenye Ezekieli, mtazamaji nataka aelewe kitu fulani hapa, kwamba mpambano kuu ilikuwa ni kitu ambacho ni mzigo ukishughulikia. Na niposa tunapata ni kwa urahisi malaika kuchukuliwa na udanganyifu wa shetani. Maana yeye ndiye anayeleta ujumbe mwanzo, na wamekuwa wakimwamini wakitimiza makusudi anayowaletea kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo anapogeuka siku moja, ilikuwa tunasema ni mtihani wa kuweza kuamua, je, haya ni kweli au si kweli, ila haikuwa ni kitu rahisi. Sasa kitabu cha Ezekieli, nilikuwa nimekosea, ni kitabu cha Ezekieli 28. Pale kuna kipengele kimoja ninachokitafuta. Kwa yule ambaye hafahamu, Ezekieli katika unabii wake anapeana historia ya uanguko wa shetani, na anatumia kupitia fumbo la mfalme anaitwa Tiro. Hapo ndipo mstari wa 14 unapata jina linaloitwa malaika kerubi afunikae. Sawa? Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Naam. Afunikae. Naam. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Na pointi ya kwanza, malaika afunikae. Pointi hii inatukumbusha picha ile ya ukaribu ambao kuna malaika wanaokaribia kiti cha enzi. Kwa hiyo wanapokuwa karibu pale, katika picha ya taswira ya mawazo, mwanga unaotoka katika kiti cha enzi unapitia kwao kwanza, unapoenda kwenye malaika wengine. Ila mwanga ule ni kiashiria cha nuru, au katika njia nyingine cha maneno au kweli. Wao ndio wanaopokea, alafu wanafanya kitu gani? Wanapelekea wengine. Sawa? Ila cha msingi ambayo ndio tuweze kupata pale, ambayo itakuwa ni mtihani fulani tunauacha wakiendelea kutafakari, ama tukiutafakari, tunapata alikuwa anatembea katika mawe ya moto. Sasa moto huu unaozungumzia hapa, mbona wako mchoma? Unapata? Huo ni mtihani wa kufikiri. Alikuwa anatembea katika mawe ya moto, ila moto huo kumchoma. Tusikae pale sana. Baada ya hapo, naomba kimbia mstari wa 16. Kwa wingi wa uchuuzi wako, hapo sasa, watu walikujaza udhalimu ndani yako. Komea hapo. Sawa. Sentensi hiyo, kipengele ambacho nilikuwa nataka tuangalie pale, shetani amejazwa udhalimu kupitia kitu fulani, kupitia uchuuzi. Unajua hivi ndio kuna watu ambao huwa wanajiuliza maswali. Hivi shetani alitoka wapi? Hivi Mungu alimuumba shetani? Kwa nini Mungu alimuumba shetani? Unaelewa? Kwa hiyo tunapata hapa, in fact, unapoangalia kitabu hicho 12 pale, anasema alikuwa mkamilifu. Tangu nini? Hiyo ni 12 pale. Tukia mwanzo wa kuumbwa kwake. Thou sealest up the sum, full of wisdom, perfect in beauty. Alikuwa ni mkamilifu katika nini? Katika uzuri. Sawa? Na 15 anasema thou was perfect. Wewe ulikuwa nini? Mkamilifu. In thy ways, katika njia zako. Sawa? Na katika maandiko njia ni mawazo, matendo ya mtu. Kwa hivyo katika matendo yake alikuwa nini? Mkamilifu. From the day that thou was created. Mungu hakuumba kiumbe aliyekuwa amejaa dhuluma. Mungu hakuumba malaika aliyekuwa amejaa uongo. Aliumba kiumbe aliyekuwa nini? Mkamilifu. Sasa ni vipi aliyekuwa mkamilifu akageuka akawa mtu muovu? Tumeambiwa hiyo sana, tunatafuta hapo 16. Kupitia wingi wa nini? Wa uchuuzi. Umefanya kitu gani? Umejaza nini? Umejaza udhalimu. Umeujaza nini? Hebu soma pale. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako. Nawe umetenda dhambi, kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza. Ewe kerubi ufunikae. Naomba uangalie kitabu cha Ezekieli 28 mstari wa 16. Kupitia multitude, wingi wa uchuuzi. Hilo neno uchuuzi. Hata before uende hapo, hebu kwa sasa, kwa mfano tuulize mtu, uchuuzi na maanisha uchuuzi au mchuuzi au wachuuzi.
ni wale ambao wanatembeza vitu, bidhaa. Komea hapo. Kwa hivyo ni mtu anatembea akifanya kitu gani? Akifanya kuuzia watu bidhaa. Unajua Kiingereza na ili kuuza lazima yani kwa namna kama ya ushawishi namna fulani. Haya, sawa. Kwa hivyo lazima utumie lugha tamu. Lazima awe na maneno mazuri na kuita jamani wale wenye nini? Wale leo. Kazi ya shetani ni moja. Yeye ni mchuuzi wa uongo. Yeye ni mtembezaji wa uongo. Na hasa hiyo sentensi ni nzito. Akai angoje ukuje kutafuta uongo. Anatafuta kuuza. Kristo akamuita baba wa nini? Baba wa uongo. Baba wa uongo. Kitabu cha Yohana 8:44. Yeye ni baba wa uongo. Na baba ni kumaanisha yeye ndiye mchanzo au mzalishaji. Lakini hazalishi kwenye factory akaiachia huko. Anaanza kutembea, akifanya kitu gani? Anatembeza, anachuuza. Kwa hiyo tunapata pambano kuu mbinguni linapoanza. Shetani alianza kutembea katika makao ya malaika. Akianza kuuza hoja zake za udanganyifu. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo malaika waliokuwa watakatifu mwishoni wanapokea uongo wa shetani, wanaupokea kama kweli, wanaufanyia kazi kama kweli, baadaye wanakuwa malaika zake. Hajaumba malaika wowote. Wanakuwa malaika zake kwa sababu walipokea uchuuzi wake. Yani kwa mfano, mtu anayechuuza kuna product. Unapotembea kuuza kuna kitu unachokiuza. Sawa. Shetani anachokiuza kitu gani? Ni uongo. Okay. Naam. Kwa hiyo nafikiri katika sehemu hii kuna vitu viwili vya msingi ambavyo msikilizaji atakuwa umevipata. Cha kwanza tumeona vita, mwanzo wa pambano kuu mbinguni. Na tumeona kwamba pambano lile la mbinguni na pambano lile duniani sio vitu viwili tofauti, ni kitu kimoja. Na msingi wake au uwanja wa mapambano kule mbinguni ilikuwa ni katika akili. Haikuwa pambano la misuli la kutunishiana mabavu. Hiyo tumeona. Lakini katika kipengele kile cha ni dhambi gani ambayo shetani alifanya, tumeona kwamba shetani alifanya dhambi ya uongo. Kwa hiyo katika zile hoja, ile dispute tuliyoiona ya migogoro ya kimawazo na maneno, ni katika uongo ambao shetani alikuwa tayari ameutumbukiza katika mawazo ya viumbe watakatifu wa mbinguni. Sasa tukiwa hapo tunafunga, hivyo ndio vitu vya msingi tunavyoondoka navyo hapo. Sasa tunakuja kipengele hiki. Uongo huo, kwa mfano sisi hapa duniani, kama mtu anatembea na kuwa naongopa habari, lazima ziwe zinahusu mtu fulani au kitu fulani. Naam. Sasa habari za uongo wa shetani kule mbinguni zitakuwa zinahusu nini au zinamuhusu nani? Kama kutakuwa na muda tutaendelea. Ikiwa kutakuwa na muda tukiweka katika speciali yake. Sawa. Naelewa? Ile kwa kujibu moja kwa moja. Alafu tutapanua labda. Sawa. Unapoangalia Kristo alipokuwa duniani hapa, alikuja akazungumza na wanafunzi, na anapomaliza kazi yake amewaita, amewafunza, amewatuma, anawaandaa katika kifo chake. Alifanya ombi speciali, kitabu cha Yohana 17, ule mstari kuanzia 1 hadi mstari nafika ngapi pale? Mimi nina haja na mstari wa kwanza hadi 4. Nina haja ya kwanza hadi 4. Yohana 17. Na uzima wa milele ndio huu, kuanzia 3 hapo. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Now, mshahara wa mauti, mshahara wa dhambi ni mauti, sio? Ndio. Lakini kinyume cha mauti tunatafuta uzima, sio? Kwa hiyo mshahara wa dhambi ikiwa ni mauti, na tushapata ya kwamba zawadi ya uzima tunaipokea kwa kumjua Mungu. Then hapa inaanza kutupatia mtazamo wa kwamba udanganyifu wa shetani ulikuwa ni kumuhusu Mungu. Udanganyifu huo aliouleta ndio unaosababisha kukuwe na haja ya kumjua. Unajua huwezi ambia mtu ajue kitu anachokijua. Unaelewa? Anajua kitu, unamwambia ajifunze au atafute kukijua, ndiposa aweze kukijua kile ambacho hakukijua. Kwa hivyo udanganyifu wa shetani aliokuwa unaueneza mbinguni ulikuwa unahusu
Mungu mwenyewe. Sawa? Sasa tunapozungumzia ni kuhusu Mungu mwenyewe, Mungu ako na vitu vingi vinavyomzunguka. Kwa hiyo hapo ndipo tunaanza kuzungumzia vitu ambavyo vinahusu Mungu ambavyo shetani amevitumia kujaribu kuweka kesi ya uongo ya udanganyifu kuhusu Mungu. Sawa, kwa ufupi tunaweza tukazungumza hivi, ndugu msikilizaji. Shetani alimsingizia Mungu. Iko habari ambayo shetani alimsingizia Mungu. Na hicho ambacho shetani alichozungumza juu ya Mungu, ambacho ilikuwa ni uongo, pia tungependa kukifahamu, kwa sababu hapo sasa ndio kwenye kiini cha controversy yenyewe. Naona kama hatuwezi kujua ni nini ambacho shetani alifanya, ambacho alimsingizia nani na alisingizia nini, basi bado tunakuwa tunaishi kweli katika giza. Labda kuna mtu anaweza kuwa anajiuliza mbona maswali kuhusu tabia yake? Yaani mbona tu watu wafike mahali ambapo wanaanza maswali wanaojiuliza ni kuhusu tabia yake. Sawa? Kwa hiyo kiini cha haya hatupo nje ya lengo kuu au kiini kuu cha pambano. Nikiwa kama na miaka 9. Nimesikiliza sermon nyingi. Mafundisho mengi nimefundishwa, lakini kimsingi sikuwahi kujua shetani aliasi nini mbinguni. Na kwamba shetani ni kweli ni muongo. Sasa akili yangu ilikuwa inajua tu kwamba ni kutokana na mazingira yetu duniani hapa jinsi tunavyoogopa. Lakini kumbe hii ni jambo ambalo tumefundishwa tu, na sisi tumeuziwa kile ambacho shetani alikuwa amekianzisha wapi? Mbinguni. Mpaka kikachukua wale malaika. Na sasa hiyo ni sehemu ambayo watu wengi wanaweza kujitahidi kuijua. Ninaamini 100%. Theolojia haifundishi shetani aliasi nini. Na swala la uongo aliyousema ulikuwa ni dhidi ya nani na ukihusu nini. Hilo swali theolojia sina hakika kama inaweza kulijibu. Kwa sababu kama ukifahamu hilo, then ni vigumu. Mawazo ambayo yanakuja yanasema hivi. Kuna mawazo yanasema hivi, sheria zilishia wapi? Sheria zilishia msalabani. Uwezo ukafahamu hiyo, alafu ukazungumza ile sentence kwamba sheria ilishia wapi? Ilishia msalabani. Ukishaelewa kiini cha pambano. Kwa sababu vita kama haijabadilika ni ile. Then tunaona shetani anachopambana nacho hapa duniani ni nini? Tunaelewa hii ni extension ya lile wazo ambalo alikuwa ameliasisi kule mbinguni, na pambano lile la mbinguni ndio liko linaendelea hapa duniani. Hatuna kitu kipya. Kwa unaelewa kwamba sasa dunia yetu iko gizani kwa kiwango kikubwa, na theolojia haijaweza kuwa na msaada katika imani za watu wengi. Sawa. Kwa hiyo nafikiri tunaweza weka kipengele hicho tukijadili sasa kwa upana zaidi. Sawa. Jinsi ambavyo tumefanya kwenye kipengele hichi cha kwanza, tuende taratibu. Tupanue ndani na nje. Baada ya hapo nafikiri tutakuwa tumepiga hatua kubwa katika msingi wa somo hili. Sawa. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba tukijaliwa wakati mwingine tutaanza katika upana wa kujikita hapo kwenye kiini cha uongo wa shetani. Tumeshajua ulikuwa dhidi ya Mungu, lakini hatujajua hapo kwa Mungu ulikuwa ni juu ya kitu gani ambacho Mungu anacho. Nguo yake, kanzu yake ni ilikuwa inakaa vibaya, inadanganywa, au alidanganya watu kuhusiana na nini hasa kuhusu Mungu, chai anayokunywaga au ni kitu gani? Ambacho hapo tungependa kujua hapo, ambacho mpaka ilifikia mara malaika kweli wakaamini ni kweli Mungu yuko hivyo. Umeelewa hapo? Hiyo kwa hiyo itatusaidia tuweze kujua kwamba shetani kile alichomfanyia Mungu ni 1, 2. Kwa hiyo tunapohitimisha, ndio maana tulipoanzia ni muhimu kwamba hatuwezi kutumia akili zetu tukamtafuta. Sawa.
hatuwezi tumia desturi zetu za kibinadamu tukamtafuta. Kwa maana kama sisi wenyewe tumeshaingishwa kwenye pambano lenyewe. Kwa hivyo akili zetu tayari zishafungwa. Kwa hivyo tukitumia akili zetu zenyewe kumtafuta, kumjua, tutanguka pale pale shimo lile lile. Maana mkia ulishafanya kazi. Kwa hiyo hapa inabidi yeye atumie njia zake kujidhihirisha kwetu. Atudhihirishie kile alicho au yeye ni nani, na atupatie majibu mwenyewe kuhusu pambano. Umeelewa? Kwa hiyo sisi wenyewe duniani hapa kama wanadamu, mawazo yetu sisi kama wanadamu hatufai kuenda moja kwa moja na kuanza kuyatumia tunapoanza kuhusu kesi ya Mungu na hoja inayohusu chochote kumhusu yeye. Kama utagundua tunavyowaza na pattern ya matendo yetu yote inafanya kazi kulingana tulivyowakaa wired. Jinsi ambao wired zimetoka kwenye akili. Unaelewa? Za kamba za shetani. Kwa hiyo moja kwa moja msomaji mmoja akasema ya kwamba Kristo alipokuwa duniani hapa, nafikiri itakuwa ndio point yangu ya mwisho. Alipokuwa duniani hapa, alipokuwa na wadhihirishia Wayahudi kuhusu Mungu, yani aliwageuza kana kwamba walipokuwa naangalia kusini, yani walichodhihirishia kilikuwa wapi? Kilikuwa kiko kaskazini. Kiko kaskazini. Kwa hivyo wakati mwingi tunaweza kuwa tunafikiri tumefika kumjua, ila bado kabisa. Kwa hivyo ikiwa utukufu wa Mungu ni kama miale ya jua inavyoongeza, kwa hivyo bado hatujafika, na Mungu aweze kutubariki. Amina. Leo asubuhi nilikuwa ninasoma kitabu cha Yohana. Pale kisimani kwenye ile sura ya 4. Kristo anamwambia yule mama, na nikajiuliza kwa nini aliongea hivi? Kwa sababu unaona ile ni sentensi ya Maxwell. Anamwambia hivi, naomba maji, kama ungejua unayezungumza naye ni nani, ungempatia maji anywe, na yeye angekupatia maji ya uzima, na usingeona kiu tena. Yule mama anasema hivi, yako wapi hayo maji unipatie ili nisije hapa kuteka. Umeelewa hapo? Kwa unaelewa understanding ya Yesu katika maji anayozungumzia kumpatia mama ni tofauti, lakini understanding ya yule mama pia ni iko nini? Tofauti. Kwa hiyo hapa kuna mgongano wa mawazo. Ni nani ataama kutoka kwenye mawazo aliyo nayo kuingia kwenye mawazo mengine? Unaona? Kwa hiyo unagundua kwamba Kristo anachotafuta kuja duniani, anakuja kutuhamisha sisi kutoka kwenye mawazo tuliyoingizwa, ambaye tuliko nayo, tuliyofungwa nayo, kuingia kwenye mawazo ya nani? Kwenye mawazo ya Kristo, kwenye mawazo ya Mungu. Ndio maana anawaambia wakati fulani, jilindeni na chachu ya Mafarisayo. Lakini wao wanasema nini? Kwa sababu atakuchukua ile mikate. Umeelewa? Kwa hiyo maisha yote ya Kristo na wanafunzi ni maisha ambayo kimsingi ni asintofahamu. Hawawezi kumuelewa. Wakati mwingine unajiuliza kwa nini Yesu anaongea na ili hali anajua kabisa kwamba sentensi hii hawataelewa. Anaitumia tu. Na lazima anaendelea kuitumia tu. Ni kwa sababu amekuja kumtoa mwanadamu kwenye mawazo yaliyomfunga, ampeleke katika uelewa mwingine. Sasa kama hayo ya maji tu tuweze kuelewa maji ya uzima, then ndiyo pale anapozungumza anasema hivi, wakujue wewe Baba, Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo aliyemtuma. Kwa hiyo kumbe sio tu zile sentensi tuelewi, hata Mungu pia hatumjui. Kwa hiyo ndio hapo ambapo Wayahudi wanapokuja kumuona Yesu anavyopareti, wanaanza kuona kwamba mbona huyu yuko kinyume kabisa na utaratibu. Kumbe ni wao ambao wako kinyume na wanawakilisha jamii yote ya ubinadamu unaokaa duniani, uko kinyume na uelewa wa Mungu. Bwana aweze kukubariki msikilizaji. Niombe kwamba huu ni mwanzo tu. Tumeeleza hoja nzito hapa na ambazo tutashughulika nazo, na kama tutamaliza series hii na ndugu yetu Wycliffe, na wewe kama mwaminifu kufuatilia, basi bila shaka utakuwa mwalimu kwa wengine. Amen. Bwana aweze kukubariki na pia mtumishi uweze kubarikiwa. Asante, tunashukuru. Basi tufunge kwa ombi. Karibu. Tuombe. Tupate ombi. Baba mwema, tunakushukuru kwa maana ya uaminifu wako.
umeweza kufikisha mwisho wa somo la leo, na tunakushukuru kwa maana unaendelea kutudhihirishia njia zako. Mahali ambapo akili zetu ni nzito, tuomba ya kwamba uweze kutudhihirishia na uzifanye ziwe na uwepesi wa kuweza kuelewa. Nuru yako iweze kung'aa katika mawazo yetu, ukituelekeza katika njia zako na usia wako ulionyooka. Asante kwa mbaraka wa nafasi ya kuweza kumenya neno hili na watoto wako. Wabariki waliopata nafasi ya kuweza kujifunza. Tuomba kwa Kristo Bwana mwombezi wetu. Amina. Amen. Amen.